tujenge tabia ya kukarabati, tusisubiri shule iharibike kabisa. Leo hii ukiacha dirisha moja likidondoka, usipolikarabati leo, kesho litadondoka lingine. Haitapendeza. Baada ya miaka miwili, mitatu, minne, mitano, unakuja unakuta shule hii haina dirisha hata moja. Haipendezi. Mwalimu Leticia, changamoto ninayokupa ni kuhakikisha hii miundombinu haiharibiki kabisa. Sije mkayaacha hapo upepo mkali ukaja ukaanza kuvunja vioo hivi. Huu utamu tunaouona leo utapotea. Hakika huu utamu tunaouona leo utapotea. Nilipoingia pale nilimwambia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba kulikuwa na kurudia form 1. Tungerudia form 1 hapa. Kwa hali tu nzuri iliyopo hapa. Kwa hiyo vijana wangu, mimi niwaombe na ninyi muwe watunzaji wa miundombinu hii ambayo tumepewa. Mnajiona mlivyo nadhifu. Mnaona shule yenu ilivyo nadhifu. Sasa hatutegemei ninyi vijana nadhifu namna hii alafu mje muendelee kuharibu shule hii iliyojengwa vizuri namna hii. Niwaombe wazazi wote na walezi kusimamia maandalizi ya kuwaleta watoto shuleni. Leo hii nimeridhishwa na miundombinu iliyoko kwenye shule zetu, lakini kazi nyingine sasa ni ya sisi wazazi ambao tumeshawaandikisha watoto wetu, ama wale ambao bado hatujawaandikisha. Wale ambao kwa ninyi sekondari ambao tayari wameshachaguliwa, basi kesho masomo yataanza. Wazazi wahakikishe wanawaleta wanafunzi ama watoto wetu shuleni. Kwa wakuu wa shule za msingi wahakikishe wanawaandikisha wanafunzi wote wenye umri wa kwenda shule. Hapa niwaelekeze watendaji wa kata kuhakikisha kwamba wanakwenda kuhakikisha watoto wote wenye umri wa kwenda shule kwenye kata zao wanaenda. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tuna kata zaidi ya 4,000. Kwa hiyo wale watendaji wote wa kata maweo wahakikishe wanakwenda kila mahali. Mtoto mwenye umri wa kwenda shule apelekwe shule. Hilo ni jukumu na ni maelekezo ninawapa watendaji wa kata. Ni waelekeze pia wakuu wa shule za sekondari kuhakikisha wanawapokea wanafunzi waliofaulu na kupangwa kwenye shule zao bila masharti. Kama amekuja kama tulivyokubaliana kipindi cha nyuma, uniform bado zina shida, aruhusiwe kuingia darasani, lakini mzazi ahakikishe ndani ya wiki 2, ndani ya mwezi mmoja anamletea kijana wake uniform ili awe sawa na wenzake. Wakuu wa shule za bweni wapokeeni wanafunzi bila urasimu mwingi. Endapo itatokea changamoto wakati wa kuripoti, taarifa ipelekwe TAMISEMI ili tuweze kuifanyia kazi. Walimu wote na waomba na kuwaelekeza kuwepo shuleni kuanzia kesho ili vipindi vianze na wanafunzi wetu hawa waweze kuendelea na masomo yao. Tunafahamu mihula hii na siku ambazo zimepangwa. Kwa hiyo hatutegemei wakianza kukosa madarasani siku ya kwanza, maana yake shule hiyo itakuwa imeshawakosesha watoto hawa kuingia darasani siku hiyo. Na hatutabadilisha mtaala kwa sababu ya shule moja ama muhula kwa sababu ya shule moja. Kwa hiyo walimu wote kesho tuhakikishe kwamba tunaingia kwenye maeneo yetu ya kazi kama tunavyotakiwa. Maafisa elimu wa halmashauri za wilaya, halmashauri za miji, manispaa na majiji, hakikisheni mafunzo ya awali ya lugha ya Kiingereza kwa kidato cha kwanza inaanza mara moja. Masomo mengi sekondari yanasomwa kwa Kiingereza. Kwa hiyo ni vyema watoto wetu hawa ambao wanaanza kuingia darasani kesho, tuanze kwa lugha ya Kiingereza ili waweze kupata masomo yao watakapoendelea kwa lugha hiyo. Mamlaka za serikali za mitaa wahakikishe kuwa miundombinu yote kwa ajili ya kupokea wanafunzi
imekamilika. Nimeridhishwa kama nilivyokwisha kusema na shule ya msingi Iyumbu, nimeridhishwa na shule ya sekondari ya mfano ya Dr. Samia Suluhu Hassan hapa Iyumbu. Kwa hiyo niwaombe wakurugenzi wote wahakikishe vijana wote wanaingia darasani bila matatizo yoyote, waanze maisha yao mengine ya shule vizuri.